tunaenda kujifundisha juu ya kurejeshewa. Katika magonjwa unateseka, uelewe kwa nini bahati yako imechukuliwa. Unaweza kuchukuliwa hata hali ya kifedha. Kwa kweli pesa unapata, una bidii, unafanya kazi kabisa, lakini pesa ukipata hazina mpango. Pesa ukipata hujui zinaenda wapi. Pesa ukipata ukuluza mwisho wa siku hujafanya chochote. Mwisho wa mwaka hujafanya kitu. Miaka mitatu hujafanya kitu. Si kwamba pesa upate, unapata, lakini pesa zimechukuliwa. Bwana asifiwe. Amen. Inaweza kuchukuliwa ndoa yako. Na kwamba kuna mambo ambayo hayaeleweki tu kwa ndoa, hayaeleweki tu, yanakukosesha matumaini, yanakukosesha matumaini, yanakukosesha amani, yanakukosesha amani. Lakini Bwana akasema kwamba nitawarejeshea. Akasema kwamba nitawarejeshea, nitawarejeshea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mifupa ilikuwa mikavu. Unaweza kuwa unahisi ukavu hata wa kiroho. Umeng'ang'ana katika maisha ya kiroho. Kuna ukavu wa kiroho. Unang'ang'ana lakini hakuna kitu. Kuna ukavu wa kiroho. Bwana akasema ya kwamba nitawarejeshea huo ukavu wa kiroho. Utaondoka, na utakapoondoka utasimama jeshi kubwa. Naloweza kumshinda shetani, naloweza kumpiga shetani, naloweza kupambana na shetani na kushinda kazi za shetani. Bwana asifiwe. Wale walikuwa wamekosa matumaini katika maisha yao. Sijui siku ya leo ni kitu gani kimekosesha matumaini. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa kwa njia nyingine, kwa njia fulani umekosa matumaini. Inaweza kuwa kuna mtu amekosa matumaini, analia, amekosa matumaini. Hajui maisha yake yatakuwaje kwa sababu ya jambo ambalo limekuwa zito, jambo limekuwa gumu. Umeomba kweli, umeng'ang'ana kweli, umetoka ushauri kweli, jiendelee kuwa gumu. Bwana anasema ya kwamba nitakutoa katika makaburi uliozikwa. Amen. Mambo mengine huwa si ya kawaida. Mambo mengine utaenda kufikiri kama ni kawaida. Yule hana kitu, ni kawaida ile. Yule hana kitu, hapana, mara nyingine si kawaida. Bwana asifiwe. Yesu alifanya maskini, akafa pale msalabani ili sisi tupokee utajiri. Yeye aliyekuwa tajiri, yeye pale msalabani alisulubishwa, akaumia, akateswa ili sisi tulio maskini tukapata utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa katika Yesu utajiri umo, katika Yesu amani imo, katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Yesu fahari huko, kwa sababu yeye alipata fahari pale msalabani, alichukua udhaifu wetu. Ndio tunasema kwamba kwa kupigwa kwake tumepona umaskini, tumepona magonjwa, tumepona kila aina, tumepona ule ukavu tulikokuwa nao. Bwana alichukua hili ziko. Sio sistemi ni kawaida. Yale magonjwa ni kawaida, si kawaida. Ule masikini ni kawaida, si kawaida. Vile vita ni mambo ya nyumbani, kawaida, si kawaida. Kule masomoni mtu kufeli tu ni kawaida, si kawaida. Bwana asifiwe. Ndio Mungu anasema kwamba tutakuwa vichwa si mikia. Ni kwa nini shule tuwe mkia? Mtoto wa Mkristo awe mkia. Ni kwa sababu kuna pahali amezikwa. Kuna pahali mambo yake yalizikwa. Bwana asifiwe. Lakini Bwana akasema, akamwambia Ezekieli ya kwamba hivi ndivyo walivyo watu wangu wa Israeli, lakini nimekuja kuwatoa katika makaburi waliozikwa, na hawa watapata matumaini. Bwana asifiwe. Hawa watapata matumaini. Bwana akawa amekuja kuwapatia matumaini wana wa Israeli, kwambia hichi ndicho nitakachofanya, na watajua kwamba mimi Mungu niko na nimenena. Bwana asifiwe. Wapendwa, hakuna lisilowezekana, linawezekana katika maisha yako. Haijalishi ni gumu la kiasi gani, haijalishi umelia kiasi gani, haijalishi iko kiasi gani. Nataka niseme ya kwamba
inawezekana. Bwana akamwambia kwamba Bwana, mimi nimenena na watajua kwamba mimi Mungu nimenena, ya kwamba hawa watu wangu ninawafufua, ya kwamba hawa watu wangu ninawatoa kutoka makaburi kule walikozikwa, ninawatoa huko, niwatoe nje, wakapate kuwa huru, wakatembee, watu hawa wakapate kile wanachohitaji, wakapate kuwa huru, watu hawa wakajenge, watu hawa wakanunue, watu hawa wakapate kuwa hai, watu hawa wakaoe, hawa wakao. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Israeli wakafurahia unabii kwa sababu ya kwamba Bwana amewaona na Bwana ametenda. Bwana asifiwe. Wakamtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka siku ya leo ninene na mtu aliye mahali hapa, sema ya kwamba regeshewa kilichoibiwa. Kile kilichoibiwa katika maisha yako kwa jina la Yesu rejeshewa. Iwapo ni amani yako iliibiwa, kuna amani katika maisha yako, na kwambia siku ya leo kwa jina la Yesu rejeshewa amani yako. Ikiwa ni uzima wako uliibiwa na ukawekwa pahali, nataka nikwambie siku ya leo kwa jina la Yesu, pokea uzima wako na kutabiria uzima wako na kutabiria uzima wako na kutabiria uzima wako. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kuwa promotion yako iliketiwa pahali, umeapply kweli, ulipeleka makaratasi kweli, hujaambua chochote, hujaambua chochote, hujaambua chochote. Na nataka niseme ya kwamba promotion yako chukua mwenyewe, pokea mwenyewe, pokea mwenyewe, pokea mwenyewe, ipokee kwa jina la Yesu. Masomo mtu arejeshewe, mtu arejeshewe masomo yake, mtu arejeshewe masomo yake. Ame masomo yake alizikwa, alibiwa, akapoenda shule, haelewi, hashiki. Nasema ya kwamba masomo yako rejeshewa, masomo yako rejeshewa, watoto wako warejeshewe masomo yao, rejeshewa masomo ya watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Jina naona kifo tu, anapoenda anaona kweli mimi nitaishi kweli. Kwa jina la Yesu pokea maisha, pokea uzima, uzima wako urejee, afya yako irejee. Mifupa yako si mikavu tena, ilikuwa mikavu ilipokuwa pale bondeni, lakini siku leo nitabiria ya kwamba mifupa yako ipokee bone marrow, mifupa yako ipokee mishipa, mifupa yako ipokee nyama. Pale kuna udhaifu katika mifupa inalega-lega, pakapate kuwa na nguvu. Mishipa yako pate kuwa na nguvu, nguvu katika miguu, nguvu katika mikono, nguvu katika mgongo. Mishipa yako pate nguvu. Wana wa Israeli wakawa wamepata nafasi ya kumtukuza Bwana kwa matendo makuu. Wacha mtu akamtukuze Bwana, maana Bwana ni yeye wa jana, atabakia kuwa wa leo na kesho pia atakuwa ni yeye. Acha alivyotukuzwa na ukapate kutukuzwa, wacha akapate kutukuzwa ukapate kumtukuza. Alivyokutukuzwa ukamtukuze katika maisha yako, uendelee kumtukuza kwa matendo makuu katika maisha yako. Bwana asifiwe. Ile hali imekuwa ngumu katika maisha yako, imekosesha matumaini, ikakuachilie, isiwe na nafasi katika maisha yako. Kweli hulali, kweli hulali, unawaza itakuwaje? Umeng'ang'ana, maana ilishinda baba, ilishinda mama, ilishinda jamii yetu. Wewe sikushinde, maana ulimpokea Bwana, uko na Bwana, ukaweze ukapite, ukapeje pale ulipopiga, ukapeje kwa jina la Yesu, ukapeje, ukaingie katika mwenasingilika na sifa zikamrejelea Bwana. Wana Israeli walikuwa wamekosa matumaini, walikuwa wamejaa vilio, lakini wakapata kicheko. Wacha kicheko kapate kuwa juu yetu, kapate kuwa juu ya mtu mahali hapa. Masumbuko isiwe sehemu ya mtu mahali hapa.
Mateso siwe sehemu ya mtu mahali hapa. Kuanguka mitihani siwe sehemu ya mtu mahali hapa. Magonjwa ya tumbo siwe sehemu ya mtu mahali hapa. Ati ni magonjwa yanajiita pressure siwe sehemu ya mtu mahali hapa. Ati sukari siwe sehemu ya mtu mahali hapa. Inajiita ukimwi isiwe sehemu ya mtu mahali hapa. Inajiita isiwe sehemu ya mtu mahali hapa. Inajiita ni kuendesha siwe sehemu ya mtu mahali hapa. Sehemu yako ikapate kuwa ni uzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atangulie watu wake hata katika nyumba zetu, atangulie watu wake hata katika kazi zetu. Bwana akaweze kudhihirika. Bwana ajue kwamba ndio Mungu. Akasema ya kwamba Bwana akamwambia Ezekiel kwamba wao wanaozaliwa utajua kwamba mimi ni Mungu na mimi nimesema. Wacha tukatambua kwamba ni Mungu na yamesema haya. Tujue kwamba ni Mungu na ametenda haya. Tukamtukuze, tukamsifu, tukamuinue, tukamshuhudie, maana yeye anaweza. Akiwa alifufua mifupa mikavu, akafanya ikawa binadamu, ikaanza kuishi tena, anaweza kutenda katika maisha yako. Hujakuwa mifupa mikavu wewe, anaweza kutenda, anaweza kukuinua, anaweza kuondolea kile ulicho nacho, anaweza, yeye anaweza. Usilie katika moyo wako, moyo wako upaguse machozi, maana tuko na Mungu anayeweza. Ni jambo dogo sana linalokuliza. Mungu tulio naye ni wa kipimo kikubwa. Mungu tulio naye ni mkubwa, hapimiki. Upana, urefu, yeye yuko kila pahali. Utampima na mizani ya kiasi gani? Utampima na futi ya kiasi gani? Hakuna asiloliweza. Yeye aliumba kila kitu. Hakuna asiloliweza. Anaweza kubadilisha hali ya giza ikawa nuru. Wacha itendeke kuwa nuru katika maisha yako. Waambie watu ya kwamba kweli nimetoka katika giza. Nimekuwa katika giza, nimekuwa katika giza, sasa nimetoka katika nuru, maana nimemwona Bwana. Bwana muonekanie mtu siku ya leo, na mfungue mtu siku ya leo, amfungue mtu siku ya leo. Wale wachawi, kuna wachawi wameketia makatasi yako wakayaachilie. Kiwa wameketia pesa zako wakaziachilie. Wako wameketia afya yako wakaachilie. Wako wameketia nyumba zako wakaachilie. Wameketia magari yako wakaachilie. Wameketia nyumba wakaachilie. Na ukapate kuwa huru kwa jina la Yesu. Na ukafurahie uzuri wa Bwana, ukafurahie unono wake, ukafurahie uweza wake, ukafurahie nguvu zake, ukatangaze fadhili zake, maana ni za milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Fadhili zake tukazitangaze kwa mataifa ya kwamba Bwana ametenda haya, ya kwamba ametuinua, ametubadilisha, ametukomboa, ameturejesha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu apige Bwana makofi. Upige Bwana makofi. Upige Bwana makofi mazuri. Maana katika maisha yako anaenda kutenda jambo. Maana katika maisha yako anaenda kukurejeshea kile kilichoibwa. Kile kilichoibwa. Haijalishi aliiba ni nani. Bwana anaenda kurejesha. Anaenda kurejesha kile kilichoibwa katika maisha yako, anaenda kurejesha. Unaweza kuwa hujui kwamba uliibiwa, kumbe uliibiwa. Bwana anaenda kurejesha. Bwana anaenda kurejesha. Bwana anaenda kurejesha. Anaenda kurejesha. Unaenda kuinua boma lenu. Boma lenu linaenda kubadilika. Nyumba yako inaenda kubadilika. Ndoa yako inaenda kubadilika. Vile ulivyokuwa unajulikana sivyo watu watakavyokujua tena, maana urejesho umekuja. Bwana ametenda. Akamwambia Ezekieli ya kwamba mimi Bwana nimenena na haya nimeyatenda. Mimi Bwana nimenena. Bwana Yesu asifiwe. Na ni yeye aliyenena na haya ndio aliyoyatenda, na anayatenda siku ya leo katika maisha yako. Kamshuhudie Bwana, kamtukuze Bwana majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tubariki. Bwana tubariki.